kuhusu vile Maandiko inasema hapo Mwanzo 1:6. Nasoma kwa lugha ya Kiswahili na utabarikiwa. Mungu akasema, na tufanye mtu mfano wetu na sura yetu, wa kutawala samaki wa baharini na ndege za angani na wanyama wa nchi na nchi pia kila chenye kitabaacho juu ya nchi. Bwana apewe sifa. Haya maneno ikinenwa ni kidogo sana, lakini beba nguvu ya Mungu. Kwa sababu pale mwanzo Maandiko inasema Mungu akaumba mbingu na nchi. Mungu akaumba, hiyo siku 5 zilikuwa za uumbaji wa Mungu. Na huyu uumbaji wa Mungu aliumba kwa sababu ya mtu. Hapo aliumba. Na ndio Maandiko yanasema siku ya 6 Mungu akasema tuumbe. Maandiko inasema Mungu akasema, sasa Mungu mwenyewe anasema, na mtufanye mtu mfano wetu. Sasa mtu mfano wetu kwa sura yetu, wakatawale. Bwana apewe sifa. Hapa neno nataka kusema kutawala, wakatawale. Kutawala, huwezi tawala kama sasa tuko na president katika nchi ya Kenya. Hagetawala kama hakuna watu ama hakuna kitu kutawala. Huyu mtu Mungu aliumba wa kutawala. Wewe vile uko kwa wakati huu, wakati mtoto amezaliwa akiwa hajui kitu. Lakini ule akiwa wakati anaenda kukua mzima, azaliwe akuwa mtu mzima, anapata kuna mali. Ile mali hata kama ni wazazi, ako na nguvu ya kunena, hii kitu ni yetu, hii vitu mali ni yetu, hii mali ya baba yangu. Na Maandiko inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu mfano wetu kwa sura yetu, wakatawale. Wanatawala nini? Vile huko ama kwa wakati huu, kama mtu ule ameroa ama mtoto wako kwao, unajua hii mali ni yetu. Hata kama ni kitu kidogo ama ni kubwa, kama ni gari ama ni baisikeli, anajua hii baisikeli ni yetu, anajua hii vitu ni yetu. Na Mungu anasema Mungu akasema tumfanye mtu mfano wetu. Wewe hivyo ulivyo huko, wewe ni mfano wa Mungu. Usijidharau kama ujalie. Unajua kuna wakati mimi nilikuwa kijana nilikuwa najiuliza kwa nini watu wanachukia namna hii ama wasichana wanachukia namna hii. Nikanunua kakio nilikuwa nimeweka kwa nyumba. Na nikiwa asubuhi najiangalia, nikikaa najiangalia. Sasa hiyo nilikuwa naona kwa kioo ni mimi. Yaani hiyo uko najiangalia, hiyo unajiona kwa kioo, wewe ni mfano wa Mungu, wa kutawala. Yaani siwe mtu namna hiyo ama si kiumbe namna hiyo, wewe ni wa kutawala pamoja na Kristo. Na Maandiko inasema wakutawala samaki wa baharini. Ukiangalia bahari ni kubwa sana, lakini mtu alipatiwa mamlaka ya kutawala samaki wa baharini. Tena samaki wa baharini na ndege za angani, wanyama wa nchi yote, pia kila kitu chenye kitabaacho juu ya nchi. Bwana apewe sifa. Maandiko Mungu inaanzia na kutawala samaki wa baharini, kakuja nchi kavu. Yaani kila kitu hapo katika ulimwengu huu Mungu alipatiwa mamlaka kutawala. Kwa hivyo wewe kama wewe mtoto wa Mungu ama hivyo huko, ujue Mungu amekupatia mamlaka ya kutawala. Na kutawala ambao utatawala au utatawala kama mtu ajijui ama jielewi, anakaa maskini. Yaani unachukulia mtu kujadharau, unakaa maisha unajiona kama mtu ajielewi, unakaa maisha ambao maisha mengine au unasidwa umaskini. Lakini kujua haki yako kama wewe Mkristo, ukijua haki yako kama wewe binadamu, ujue haki yako wewe umeumbwa na Mungu, ujue wewe ni wa kutawala. Ukitawala unatawala mamlaka yote ya ulimwengu. Unatoa mamlaka yote. Yaani mambo yote ambayo unakufinyilia, mambo yote hadi sawa. Unaona kama hapo unakuwa gumu sana katika maisha yako, lakini ukisoma ya Maandiko ujue ni nani katika ufalme wa Mungu. Ujue nini mkusudi Mungu amekuleta katika ulimwengu. Hakika unajua haki yako. Wasema Maandiko inasema Mungu akasema tumfanye mtu mfano wetu. Wewe ni mfano wa Mungu kwa sura yetu. Wewe uko na sura ya Mungu.
wa kutawala samaki wa baharini. Kwa hivyo wewe ndio uko kama vile niko, ujue wewe mfano wa Mungu, wewe uko na sura ya Mungu. Kwa hivyo jambo lote utafanya ama utatenda, wewe uko na mamlaka ya kutawala na kusema jambo na lifanyike. Ningetaka tuhame hapo tuende kitabu cha Mathayo 10. Tuende katika kitabu cha Mathayo 10. Nayo ni Yesu mwenyewe aliongea maneno. Yesu mwenyewe aliongea haya maneno. Alikuwa anaongea kanisa ya wakati ule. Kama sasa tuko mahali hapa hivyo tuko. Yesu akaongelea kanisa kwa sababu ile kanisa aliona imekomaa. Aliona wale watu wamekomaa, kama vile tumekomaa kufanya kazi ya Mungu. Kama vile tumekomaa hata kusikiza sauti ya Mungu siku ya leo. Na Mungu Yesu akaona hawa wamekomaa. Kama pia pale Bereni maandiko inasema Mungu akauba. Nao Yesu amekuja na amri nyingine sasa anasema anaona hawa watu wamekomaa. Sasa wale watu wa mtu wakati ule ndio alikuwa kutawala. Wakati wa kutawala ukaisa, naye Yesu akakuja akatengeneza kanisa lake. Yaani akahubiri Injili, akatafuta wanafunzi. Katika uhubiri wake kuna watu walipata mahali pale. Kuna kanisa wakati ule. Kama vile tunataka kusoma kwa wakati huu. Katika kitabu cha Mathayo tutasoma mistari kadhaa wa kadha. Na itakuwa mahubiri yangu, najua Mungu atanitumia wakati nitakuwa nikiongea na kwa sababu ya wema wake. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo 10. Kwanza tuame mstari wa kwanza hapo mwanzo, tusikie Yesu anasema nini na ni Yesu aliongelelea. Some hapo mwanzo hapo Mathayo 10 hapo mstari wa kwanza. Akaita wanafunzi 12 akawapa amri. Hapa tunataka tusome amri juu ya wapepo wachafu. Pepo wachafu awatoe, kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Bwana apewe sifa. Yesu ameita kanisa lake. Yaani ameita kama vile tuko mahali hapa. Kama vile pastor ametuka kama elder wa kanisa hili. Yesu akaita elder wa kanisa wakati ule. Yaani mitume wakati tuseme kama ni elder kama vile tunaita kwa mahali hapa. Yesu akawapatia amri. Ile amri walipatiwa si rahisi. Ukisoma kwa Biblia hapa ni kidogo sana ukisoma. Lakini ukitaka katika ulimwengu huu ambao tunatawala ama tuko kwa wakati huu, ufanyisa kazi ama ufanyisa ile jambo kazi, inakuwa ni kazi. Kwa sababu maandiko inasema ukisoma hapa hata mstari wa 8 wa 9, ukisoma hii wa 10 tunasoma, utasikia mambo Yesu alitenda. Vile Yesu aliponya magonjwa, vipofu, viziwi, viwete. Yaani Yesu alifanya mambo ambao hata ilisagasa wako wakati ule. Akienda mahali pana anatoa wagonjwa, yaani wale magonjwa inatoweka, magonjwa inaondoka. Yaani mambo alitenda wakati ule, ikafurutia injili yake. Na injili ambayo tunanena kwa wakati huu iko na kuwa na utamu sana ikiambatana haya mambo. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu watoe, kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Bwana apewe sifa. Kupoza magonjwa ya kila aina. Hakuna ugonjwa Yesu alichagua, ni ugonjwa wa kila aina. Pepo wachafu. Pale kwa sisi kuna jamaa mmoja amezoea kunitusi sana. Sasa wakati nikifikiria kwa jamani kwa nini anitusi namna hiyo? Wahubiri kwanza anakuja ananiambia Shetani asifiwe. Ndio anakuja ananiambia. Kila wakati anakuja Shetani asifiwe. Sasa huyo mtu amenipa changamoto sana. Na si dua. Si Mungu anipe uwezo, akubali tu kunitumia. Kwa sababu kila wakati jamani anipata anaambia mabaya pastor, anaambia mabaya, kila wakati anaambia Shetani asifiwe. Sasa mimi nanyamaza, najua muda wangu ama Mungu atanitumia. Kuna wakati mwingine nilikuwa katika mfungo, wakati miaka imeendelea, nikiwa na mbeba na pikipiki, nikapitia mahali kwingine, nikaenda kubeba mtu mahali. Jamaa mwingine mgoroki akanipata akaniambia, "Wewe unasema uko na nguvu unaweza nipiga." Sasa kwa wakati ule sikuwa nimefunzwa kama vile sasa niko na mafunzo. Pastor ametufunza.
Sasa mimi wakati huo nikanyamaza kimya kwa sababu sijui Mgoroki anataka nini. Mimi nikanyamaza. Ananisukuma sana yule jamaa. Wewe unasema kwa unaweza nipiga wewe. Si unipiga kwa wakati. Na sasa hii mimi nang'ang'ana kubeba customer hapa na sasa hii Mgoroki amenikalia hapa. Na wakati ni katika mfungo. Lakini wakati sikujua vita ambao inastahili nipigane namna hii ni vita. Sasa mimi ninyamaza na nikaondoka nikaenda nikaacha ule mtu. Sasa watu walikuwa wamezingira uone Mgoroki na mimi tukipigana. Lakini vita hapo alikuwa anasema tupigane. Si vita hii ya kimwili ya kupigana magumi. Ni vita ya kiroho. Lakini kama sasa ningejua kama vile nimeona kwa wakati ule, ile pepo ningekemea na iondoke ule mtu na yule mtu akuwa uhuru. Na yule mtu wako kwa stage kila wakati anipata nibia, wewe Satani asifiwe. Wewe unasema kwa ni pastor nini? Mimi sijabiaga nini ni pastor. Lakini kila wakati anichokoza kwa sababu mimi kila wakati nazoea kuambia mtu neno. Kila wakati mtu anasema kitu watu wanakosa maana kusoma neno. Na ile neno napata watu wale wanachukia neno. Unachukia wokovu sana. Lakini kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Na Yesu anataka tumsifu mahali pote mahali pale. Tuongee neno lake ndio neno lake sifiwe. Na wakati wote watu tunatembea hapa na pale, tusijifiche ama ufiche wokovu wako useme, nitasema nimeokoka, nitajificha tu. Watende dhambi wakiona, sema wewe umeokoka. Hata kama uko mahali popote pale, hata uko mahali hapo watu wakubali Yesu, hata kama mkutano, hata watu wajue wewe umeokoka. Na kuna tabia ama kuna mambo huwezi ongea ama mdomo wako itamuke uongee mahali pale ndio hata akiongea anasema na hapa tuko na mtu ameokoka. Kuna mambo hawezi kuuliza, na kama hatakuuliza atasema na hapo wewe hata kama umeokoka hapo unaweza semaje? Hapo ile neno utasema hiyo neno utasema ndio itakuwa mwanzo wa maneno. Na ndio Marko inasema Yesu kulingana na bila alikaa na wanafunzi wake akaona wamekomaa kama bila siku ya leo tumekomaa. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawapa amri juu ya mapepo. Kupatiwa amri juu ya mapepo wachafu sio kazi rahisi. Ni kazi ambayo inataka mtu ajifanyie kazi. Ni mambo inataka mimi nijifanyie kazi. Kwa sababu ya amri Yesu amesema ni kung'ang'ana kupigana vita za kiroho. Kwa sababu mapepo machafu unapata mtu ambao hapo iko ndani yake si ya mwaka moja miaka miwili. Na wewe sasa umepatiwa mamlaka juu ya mapepo mamlaka juu ya mapepo wachafu uwatoe ndani ya watu. Na kutoa ndani ya watu unapata ule anataka kutoa bado anakukemea, anaanza kufanya madharau kwa sababu ile pepo iko ndani yake niyo inafanya kufanya madharau. Tusema hapo pengine anasema kupoza magonjwa. Yaani mtu mgonjwa mkipata mahali pale kama bila maandiko yanasema Petro na Yohana walio na mahali pale wakapata mtu alikuwa amekaa kwa ile kimlago mzuri. Alikuwa anapelekwa asubuhi, anawekwa pahali pale, jioni na kujiwa, ukikuja na kumi yako, kukuja na mahidi yako, ukuje na pesa yako unampatia na ilikuwa faida kwao. Lakini wakati maandiko inasema Petro na Yohana wakiwa wakati wanatembea wakamkazia macho. Ngombe dhahabu hatuna na fedha hatuna, lakini kile tuko nacho tutakupa. Na ile kitu tutakupa tuko nacho tutakupa. Yule mtu alikuwa na shida. Watu wanasema tuwapatia nini? Kwa nini hii wako nao tofauti na kile napatiangwa? Lakini kile alipatiwa ni kitu ya muhimu sana na ilikuja na Bwana Yesu Kristo. Ndio tunaongea wakati huu. Ndio pepo ambayo ilikuwa imemkuja akamzuia kwenda, ikamkuwa kila wakati anaitwa hapa asubuhi, jioni na kujiwa, watu wao wako wanachoka sababu alikuwa faida kwao. Lakini kwake hakujua kuna jida kuja, kuna siku moja itakuja ikuje mkoboe. Ndiko maandiko yanasema wakati ule mtu ulizwa dhahabu hatuna na fedha hatuna, lakini tukupa ni kile tuko nacho tutakupatia. Kwa jina la Kristo amuka uende. Akamshika mkono akamuinua, na huyo mtu mmoja alikuwa ndani yake ama kujikuja katika sehemu zake za mfupa ikaondoka. Na wakati aliondoka ule mtu alifurahi sana. Ule mtu alifurahi, ile furaha alikuwa na alikuruka katika hekalu, akaenda kuruka mahali pale. Yaani mtu yule Mungu kulikaa mimi vile nikufikiria, ule mtu kutoka azaliwe hakutembea, hakusimama. Lakini alienda mahali yakawa kuruka kwa yale matendo amefanyia na mitume kupitia Bwana Yesu. Na asubuhi ama mchana wa leo ningetaka kumpatia muwe na imani ya kutosha. Usiwe tu hata kama unaona kama huwezi, hata kama unaona uko chini sana, uwe mtu wa kujiombea,
mtu wa kusoma neno, kupeleka hadi hatua ambaye hatua, yani uwe mtu wa kujua na kujielewa. Ujue wewe si kama wao. Kama wewe umeokoka na kama unajua na Yesu, ujue hata kuongea kwako, kunena kwako, kutembea kwako, hata kusema kwako, ujue wewe kuna kitu kiko ndani yako. Na hiyo kitu kimetiwa ndani yako ni kitu kina dhamana kubwa sana ukitunza. Ukitunza hiyo jambo iko ndani yako ambapo umesoma umeokoka, ni kitu ya maana sana. Ni kitu iko inaangaliwa sana. Kwa sababu maandiko inasema wakati Yesu aliita mitume, hakuita watu wote. Ni kama vile tunaitwa hapa Eonda. Tuitwa kanisa lote, ni watu kadhaa wanaitwa. Ile kanisa Yesu iko na watu wengi, lakini Yesu akaita wale mitume, akawaita mkutano. Na ile mkutano ilikuwa watu wa 12 kulingana maandiko inasema. Na akawapatia amri juu ya mapepo. Yaani amri juu ya Kenya ama juu ya gavana, kama gavana ni juu ya mapepo. Kutikiza ufalme wa giza, kutikiza ufalme wa kimapepo, kutikiza yani yale mambo inaingia ndani ya watu, magonjwa, upepo wa chafu, yani pepo ambao mambo ambayo hata wewe ukifikiria utaona kama ni hiyo. Yule mtu utamwona kama jambo la kawaida, utamchekelea, lakini kuna jambo iko kinyume ama kuna mambo iko ndani yake, angetaka mtu kumkomboa. Yesu wako harakati ya kutafuta ambao watu watamfanyia kazi. Yesu wako harakati kutafuta watu ambao watamfanyia kazi, watu ambao watanena na Mungu bila kuogopa. Ako harakati kutafuta ambao watu watasimama, waongee neno lake, Mungu awatumie. Siombe Mungu akutumie. Siwewe Mungu fike hiyo kiwango. Ndio wakati Yesu anakuwa harakati ya kutafuta watu akupate. Usipate kwa wakati wa kuongea maneno ya pasta, uongee kuhusu kanisa, kuongea udhaifu wangu, kuongea udhaifu wa rafiki yako, kuongea udhaifu ya mwenyewe, kuongea udhaifu wa Kenya vile unaona. Ukipatikane, Yesu akutafuta, upatikane. Ndio maandiko inasema, tuko mpaka mstari wa 7 inasema, hiyo Mathayo tu inasema katika kuenenda kwenu hubiri mkisema ufalme wa mbinguni unakaribia. Hakuna jambo lingine. Wakati walitumwa Yesu hakuambia waende waongee mambo mengine. Amwambia katika kuenenda kwenu hubiri mkisema ufalme wa mbingu umekaribia. Si waende waongee mambo mengine. Mhubiria wale watu na mkiwaambia katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Mstari wa 8 inasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, tukaseni wenye ukoma, toeni mapepo, mmepata bure, toeni bure. Bwana apewe sifa. Yesu wakati wamepatia ilikuwa mkutano. Ilikuwa yani mstari wa 10, hiyo mstari wa Mathayo 10 ilikuwa mkutano, walikuwa wamekaa Yesu na mitume wamekaa mahali. Kwa yale mambo wataenda wakitenda. Na mstari anasema 7 inasema, na katika kuenenda kwenu hubiri mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Yani mkipata na mtu yeyote ule, mwambie ufalme wa mbinguni umekaribia. Si maneno mengi. Mwambie Yesu, tumetumwa na Yesu, nimekuja kuhubiri Yesu hapa na ufalme wa mbinguni umekaribia. Unaweza ona kama saa hii wakati niliokoka ama wakati niliokoka, nilikuwa nasikia wale walituambia walikuwa wanatuambia hiyo maneno tu, ufalme wa mbinguni umekaribia, ufalme wa mbinguni. Mimi nikafikiria, hata nilikuwa kuna wakati nikofikiria hata nikioa na Yesu arudi kesho, si hiyo sitakuwa ya bure. Sasa mimi nikakaa mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka 4, na mkafika wakati nikaoa, na tena bado naendelea. Na katika wokovu wangu na mtumainia Bwana. Najua hata kama ufalme wa mbinguni unakaribia, kuna mambo nataka nitimize ili wakati wa ufalme kurudi ama Yesu kurudi, apate nimemfanyia kazi. Kuna maandiko inasema, mnenaji mmoja alisema, Daudi alikufa kuwa hana kitu chochote. Alifanya kazi yake yote. Yaani alikuwa empty. Kama vile pastor mzee kutuhubiria na tuambia, kaburi inakuwa utajiri mwingi sana.
Kwa sababu mahali pale ndio utakuta supermarket ikufunguliwa, utapata pale kuna mapasta, utapata pale kuna magavana. Yaani watu wanakufa kwa na maoni kubwa sana. Unapata mtu ameondoka akuwa na maoni kubwa sana. Yaani alikuwa na maoni kubwa sana katika huduma, alikuwa na maoni sana katika nchi ya Kenya. Yaani katika hata familia alikuwa na maoni kubwa sana. Alikuwa ameondoka. Naye Shetani kwa sababu muogo anaona kile mtu ametia ndani yako. Musa anaona kile Mungu ametia ndani yako ndiye anapigana nayo. Na ndio kila wakati unasikia tunaambiwa tuombe, kila wakati tuombe, jiombe. Kwa sababu tuko katika nchi ya hatari, tuko wakati katika hatari sana, na kile tunaongelea kuhusu tunaongea katika adui. Na ndio tumeongea tunasema tulisoma asubuhi tukaambiwa kuna neno maana tuliambiwa asubuhi na kitabu cha Wakorintho 15 hapo mwanzo. Hata Paulo alikuwa anaongelea maneno na pastor wetu alituhubiria. Hata mkikuta injili nyingine, hata mimi mwenyewe nikikuja na injili nyingine msisikize. Kwa sababu nitamletea habari nyingine na mimi nilimwambia habari ya ukweli. Nilimwambia habari ya nikamwambia kuhusu ufalme wa mbinguni. Leo siku ya leo asubuhi ya leo mchana wa leo. Tukiendelea na ibada, tukiendelea kusikiza mahubiri. Wacha uomba Mungu. Usilale tu. Hata kama unasikia umelemwa na usingizi ama mambo yamekusuma sana, utafuta neno la kumwambia Mungu. Kwa sababu neno ndio Mungu alitumia kuumba nchi. Hiyo neno ndio Mungu alitumia kuumba wewe. Ni wakati Mungu aliumba mtu akamaliza kumuumba, alimvutia pumzi. Ile pumzi ile mtu akapata uhai. Ujue wakati wote uko ujue pumzi ni uhai. Na hiyo pumzi kwa sababu ni uhai, Mungu ametia ndani yako. Ndio wakati wote unahema, ndio wakati unapata mtu amesikia ati mtu ameenda, hiyo pumzi Mungu amembeba. Kwa sababu ile pumzi Mungu aliweka ndio mtu Mungu ameitoa na Mungu ameenda nayo. Kwa sababu Mungu wetu ni mwema, na kwa sababu Mungu ni mwema. Na kwa sababu sasa tuko na wakati na tuko na nguvu ya kunena neno la Mungu. Wacha tunaye bila kuogopa. Hata kama unasikia huna hiyo msukumo, kuja hapa uwekewe mikono pastor. Ndio wakati wote, hata kama ulimu wako nasikia mimi napendelea kuongea mambo ya watu, napendelea kuongea mambo ya siasa. Kuna siku nyingine tumemaliza ibada hapa, tukatoka pale nje. Hii nikasikia watu stories za mpira. Anaziongelea sana. Nikasidwa kama sasa nikajiuliza kama hawa watu wangekuwa Mungu ameipa kibali ya kuongea neno, singekuwa mzuri sana. Kwa sababu unapita mtu anaongea, hii mpira anaongelea si icheze Kenya. Ni watu hapa hata sura hawajui, lakini watu wanaongea kama wako serious. Mpaka anasikia mimi ni wa timu hii, mimi ni wa timu si tu ya timu ya Yesu. Tuhubiri Yesu. Tu ya timu ya Yesu. Kwa sababu hata ukiingia mambo ya mpira, si mpira inapita. Lakini kama usahau ungesema tuende tuhubiri mahali, tuponje mgonjwa mmoja, kipofu tukifungua macho, usikiziwi kisikie. Yesu akawa jibu inazafurahia sana. Sasa tunafurahia mambo ya mpira, tunafurahia tunasema mpira hii ni mzuri. Ni kwa sababu ni mambo mazuri katika inafurahisha katika mawazo yetu na mafikira. Lakini kile kinafurahisha Yesu ni kusikia injili yake inahubiriwa. Ni kusikia kuna mgonjwa kwa mahali amepona. Ni kusikia mtu amehubiri, mtu ameokoka. Ni kusikia mtu aliandoka katika neno, amerudishwa katika neno na anaongea anarudia neno la Mungu. Hiyo ndio kitu kinamfurahisha. Ndio alifanya Yesu akuje, ikaandika aliko agano jipya. Na hiyo agano jipya Yesu aliandika kumuuliza mtu katika mtu alikuwa ametoka katika nchi ya Eden, kumrudisha tena. Kwa sababu hata Mungu hata kama alimtoa katika ile nchi ile shamba ya Eden, Mungu akona huruma nyingi sana. Mungu akona huruma nyingi sana kwa sababu yako. Wakati wote unatoka katika njia za Mungu, wakati mimi naenda natoka njia za Mungu, yeye Roho Mtakatifu akona huruma. Kwa sababu anasaidia huyu mtu amalizia wapi? Na ndio napata Mungu wakati mwingine nisimama nikamwambia, Mungu anasida na Shetani. Akiona mtakatifu, wewe ni mwaminifu na wewe unataka kutoka njia za Mungu, Mungu anakuchukua. Watu wanasema, hiyo kijana alikuwa mzuri, hiyo msichana alikuwa mzuri, hiyo mzee alikuwa mzuri. Kwa sababu Yesu, hata Mungu mwenyewe anataka kitu kitakatifu. Ni aliyetuma mwanao Yesu Kristo. Akiona wewe sasa hiki ni kwa hivi, naweza kutoka njia zake, nataka kurudia dunia. Pengine kuna mambo inanisukuma na pale nasema, mimi siwezi kaa kwa Mungu tena. Na Mungu anasema, si yule mtakatifu hajafanya dhambi, Mungu anakuja na kuchukua. Watu wanasema, na huko bila alikuwa mzuri. Kwani watu wazio wanaenda kaga, lakini kilicho moyoni Mungu anakisoma. Kilicho moyoni mwako Roho anakulinda na kuangalia.
Kwa sababu andiko linasema katika Yeremia, roho inasema upeleleza mawazo, uchunguza mawazo na upeleleza. Wakati wote katika upeleleza, hata wakati umelala, Mungu anaona kilicho moyoni mwako, anaona. Wakati unapotika unaona uko karibu kutoka katika njia za Mungu, roho wa Mungu anaona. Naona huyu katika kutoka njia za Mungu. Na kwa sababu ukiangaliwa kipimo unaonekana umekomaa na uko sawa na hujatoka njia za Mungu, Mungu anakuchukua mara moja. Anachukua si mtakatifu, acha mchukue niende naye. Kwa sababu huyu amekamilika mbele za Mungu. Kwa hivyo jaribu kwenda katika njia za Mungu na usipotee katika njia za Mungu. Hata kama unaona maisha yamekusukuma sana, unaona kuna mambo unatamani mambo mengi sana katika maisha yako na haijatimia, ujue si kusema Yesu amekuacha. Bado katika kipimo, kwa sababu andiko inasema yuanda seragero, anakuja wakati wake. Wewe unakimbia sana, unaacha Mungu nyuma. Na katika kumwacha, unakata unaenda hatua kama miaka 10 na ukitoka wakati umekumbuka na kuna mambo nilikuwa nafanya bereni katika nyumba ya Mungu na niliwacha. Hapo ninaweza kukumbuka na wakati huo nilikuwa nafanya mambo yangu ilikuwa inaenda sawa. Sasa hapo ndio unajua umeweza kuelewa, unajua sasa uliwacha Mungu wa ukweli, ukajiongoza. Na ukikosa kujua naenda ukiedanga unapotea katika njia ya Mungu. Lakini kwa sababu Mungu na huruma nyingi, anatupenda, anatupeleka hatua by hatua. Tuendelee kusoma neno. Na hii neno tunaongelea kuhusu Yesu. Na Yesu ndio alijenga kanisa. Yesu ndio alikufa katika msalaba na akafuka siku ya 3. Tusome mstari wa 6 hiyo Mathayo 10 na utabarikiwa. Angalieni mimi na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Basi iweni busara kama nyoka na kama watu wapole. Wapole kama hua. Sasa Yesu alijua hata kama ametuma wale mitume, ameatuma katika mahali kuna hatari, kuna mbwa mwitu. Hawa mwitu wakina nani? Ni watu tu walikuwa wameokoka, ni watu wasirika tu walikuwa katika nyumba ya Mungu, ni watu tu walikuwa wamesimama, ni watu walikuwa wanaongelea neno. Na ndiko maandiko inasema, angalia mimi nimewatuma kama kondoo katika mbwa mwitu. Kondoo inakuwa na adui wengi sana. Kondoo inakuwa na hatari sana kwa sababu haina ubaya na haina vita. Lakini maandiko Yesu anasema nimetuma kama kondoo angalia mimi nimewatuma kama kondoo katika mbwa mwitu, kati ya mbwa mwitu. Yaani katikati yetu ama kati ya hawa walitumwa, wametumwa kama kondoo. Hawa kondoo hauna ubaya, lakini kuna adui. Kuna adui. Sasa mbwa mwitu si mbwa tu. Ni watu walikuwa ni watu hawa wapiga Kristo. Watu ambao wanazuia watu wasikie neno la Mungu. Wengine wanasema hawa wako hivi. Hawa hajakomaa, hawa wako hivi. Lakini Yesu akajua nimewatuma kama mahali kuna mbwa mwitu. Kati ya mbwa mwitu. Ya mbwa mwitu ni watu wameokoka, wengine watu hawajaokoka, wengine ni wapiga Kristo, wengine ni watu ambao hawajakaa mzuri katika neno, wanaweza geuka ama wapotee katika njia. Na ndiko maandiko Yesu akawaambia wanafunzi wake wakati walikuwa wanatuma katika mkutano wao. Katika mkutano akawaambia, angalia mimi niwatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni busara kama nyoka na kama watu wa upole kama ua. Ua nafika kama ni dove ama dutura Kikuyu. Dutura ama dua hainaga vita ama hainaga mambo. No, nyoka ndio ilituma pale kwa nyoka. Maandiko inasema ilikuwa mjanja sana. Haikuwa na ubaya, lakini ilikuja na ujaja. Ilikuwa na roho ya uongo. Kwa sababu roho ya uongo ya kudaganyiria. Ukisikia mtu yote anakudanganya ama mtu anakuja katika maisha yako anakudaganyiria, uko na roho ya nyoka, roho ya kudaganyiria, uingie katika makosa, roho ya kudaganyiria. Na ndio maandiko inasema kama mbwa mwitu iweni busara kama nyoka na kwa kuwa wapole kama hua. Uwe roho ni roho wa bara. Yaani muwe na busara katikati hawa watu. Hata kama mwatuma muwe na busara, kwa sababu kati ya mahali mmemtuma mtapata watu mtapata na watu wa aina mingi. Mtapata na wapiga Kristo, mtapata na watu wengine watu kupiga.
ndio wa kumpiga, wengine wa kutoa katika njia za Mungu, wengine wa kudanganya. Lakini wakati watamtumwa, muwe watu wa kuelewa, wa kusoma mambo. Hata wakati mtu akudanganya unamsoma mawazo yake, kwa sababu Roho wa Mungu akona kila kitu ndani yake ya kutupatia wakati umetumwa. Some mstari wa 29 tukimalizia, na Mungu atubariki sana. Hiyo Mathayo tu mstari wa 29 nitamalizia hapo na Mungu atatubariki. Inasema, je, si msomoro wawili hawauzi kwa senti moja? Wala hata mmoja haguki chini asipojua Baba. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko msomoro. Bwana apewe sifa. Wewe ni wa dhamana kubwa sana, mbele za Mungu, na katika nyumba ya Mungu ni wa dhamana kubwa sana, na mbele ya uso wa Kristo wewe ni wa dhamana kubwa sana, kwa sababu wasomoro wawili wanauzwa senti. Kulingana vile inasema, wasomoro wawili wauzi kwa senti moja, wala hata moja haguki chini asipojua Baba yetu. Yani kwa Mungu akiwa juu mbinguni, hata ndege ikitoka juu yagua chini, Mungu anaielewa, Mungu anaijua, kwa sababu katika hesabu ya Mungu anajua ni wadege wangapi wako katika wale wako kwa miti, wale wako wapi, Mungu ako na hiyo hesabu yote, na hakuna hata kamoja kanaweza kuwa chini bila Mungu kujua. Wewe ni wa dhamana kubwa mbele za Mungu. Hata kama unaona Mungu amekuachilia, unaona shida kubwa sana, umeweka biashara imeanguka, umetoka mahali pale, umekosa kazi, pengine umekosa school fees, pengine kuna mambo unajiuliza, kwa nini nizaliwa kwa hii familia, kwa nini tupate mahali hapa, kwa nini ndoa yangu inaharibika? Sio kusema Mungu hajui. Mungu anajua, na Mungu anakuelewa. Mungu anakujua zaidi wewe unajua. Hata kabla hujazaliwa, hata kabla hujakuja katika ulimwengu, Mungu alikujua. Kuna siku moja nilikuwa katika mfungo nikiombea familia yetu. Nikijiuliza kwani familia yetu iko namna gani? Nikajiuliza maswali mengi, nikakaa hapa nikijiuliza, na wakati katika maombi niliomba sana, kuna mambo Mungu aliniambia. Katika sauti aliniambia. Sio mimi nichagua kuwa nizaliwe katika ile familia. Na sio mimi nichagua kijiji ambacho nitazaliwa. Sio mimi nichagua, na Mungu akaniambia si mimi nichagua ambao kijiji nizaliwa, na sio mimi nichagua wazazi ambao watanizaa. Hiyo ndio sauti Mungu aliniambia. Mimi nikijua, nilikuwa najiuliza maswali mengi nilijua katika maisha yangu. Katika mfungo niliomba karibu wiki 3. Na katika mfungo nilifunga, Mungu aliniambia kwa sauti, akaniambia si mimi nichagua kijiji ambao nitazaliwa. Yaani maana sauti mimi nichagua, na sio mimi nichagua wazazi ambao nitazaa. Na katika kujiuliza mambo nikaacha kuombea jambo tena, kwa sababu mimi nilikuwa nalilia familia yetu, nikalilia wazazi wangu, nikaona pengine nikiona masida yangu ama nikiangalia vile niko na bidii sana, lakini mimi sina kitu nikiagama rafiki wako mbele kuliliko. Lakini wakati niomba sana, ndio Mungu aniombe kwa sauti. Leo ukitaka kujua mambo yako ambayo unapitia, unijue mambo yale uko ama kwa yale mambo unapitia, omba Mungu na Mungu atakuelewa. Kwa sababu Mungu wetu ambao alikuumba katika dunia, si kusema hakujui. Kuna wengine walizaliwa kama wewe, wengine sasa ni kiwete, wengine sasa haongei, wengine ni wakutoa mahali hapa watoa mahali pale. Lakini wewe uko mzima wa kiafya, uko mzima wa kwenda biashara mahali popote pale. Ukitoka kazi ya mjengo, ukitoka kazi yote utaenda, kwa sababu Mungu wetu anakupenda. Mungu wetu anakupenda zaidi, wewe unajijua. Ndio maandiko inasema, lakini nyinyi hata nywele za vichwa zenu zinahesabiwa zote. Yaani nywele za kichwa changu, nywele za kichwa chako, Yesu anajua, Mungu anazijua. Mungu akaomba aweza nywele zake hajua, lakini Mungu anajua nywele zake ziko kwa kichwa changu, kichwa chako, hata kirafiki anajua. Hata wale wana kipara, unaona mtu ana nywele, Mungu anajua nywele gapi. Hata mwenye hiyo kipara hajua, lakini Mungu mwenyewe anajua. Kwa hivyo shida zote ama mambo yako yote Mungu anaielewa.
Hakuna jambo ngeni kwa Mungu, hakuna jambo ambao hakuna jambo ngeni kwa Mungu. Hakuna jambo ngeni wanasema mimi nimepitia haya, niko na shida hii, yote Mungu anaielewa. Kwa hivyo wewe ni kusudi yako, ni kazi yako kujiombea na kujiepusana na mambo na dhambi na mambo mabaya, ama kujiepusana na mambo ambayo haisaidii mbele za Mungu. Maandiko inasema, nenda kumalizia, inasema msiogope basi. Mbona ninyi kuliko msiogope, mbona ninyi ni kuliko msomoro wengi. Sasa nyinyi wa dhamana kubwa. Mimi hivyo nilivyo na vile niko, ama vile ulivyo, wewe ni wa dhamana kubwa mbele zake Mwenyezi Mungu. Wewe ndani yako maandiko inasema, Mungu akiongeza Petro akionekana pengine alikuwa mwogegi sana, pengine alikuwa mdhaifu sana. Lakini Yesu akamwambia, juu yako nitajenga kanisa. Na ulipomwagiza hutautingiza. Yaani wewe vile uliko vile niko na vile unajiona, kuna mambo Mungu ameweka juu yako. Na wewe ndio unaweza utimize yale mambo. Pengine ukiangalia utaona mimi siwezi. Ukiangalia vile mambo inakuja kupata hapa na pale uko na huwezi. Lakini maandiko wewe ni wa muhimu sana mbele yake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu maandiko inasema, Petro anasema, na Mungu na Yesu anasema anajenga kanisa juu ya Petro, amejenga kanisa. Yaani tu kama vile pastor amekuwa amesimama hapa nyuma kama that 6 years. Kuna mambo Mungu amuongeleza. Na pengine kuna wakati ajiangalia sema mimi siwezi, mimi sitaweza kulingana na ile wakati. Lakini kulingana yeye pengine unakumbuka kuna wakati mwingine alikuwa mgonjwa. Na kaona kama ataenda kulingana hata kwa wakati wa kama mama Mso. Pastor nakumbuka alikuwa anaenda aende theater. Akasema kwa sababu ana watoto wangu sitaenda theater, na alikuwa amebuku kila kitu aende theater. Lakini kosa kwenda kwake, Mungu akamhurumia. Na Mungu akamwoda. Hata nakumbuka kuna wakati Pastor alisimama hapa, akasema tuombee Pastor John. Na kupitia yale mambo tuliomba, mimi naamini kuna kitu Mungu alifanya. Kusema hata katika vieta ama kwenda katika hospitali arazo mahali pale kwa sababu ya harusi ya kina Mso. Hiyo ni jambo Mungu aliona. Yaani hiyo upendo, kuna watu wengi, kuna watu kwa wakati huu. Mtu anasikiza mawazo anafuatilia mawazo ya daktari sana kuliko mawazo kuliko yani maandiko ambayo inaandikwa na daktari, kuna mtu anafuatilia sana. Ukiambiwa kunywa dawa asubuhi, saa 6 jioni, hiyo wewe sahau kwa sababu unaomba kuojeka tena. Lakini ukisikia ufuatilia neno la Mungu unasema hapana. Hata kama vile unakuta saa nyingine tunakosa kuja hapa na tumbue tukuje. Lakini unakuta kwa sheria daktari tunafuatilia sana. Atiwaambia kuja utudugwe sana saa 7. Saa 7 kabla ifike saa 7 uko hapo ndio udugwe sindano udi nyumbani. Yaani na Mungu akuwa jibu na kona wivu. Yesu akuwa jibu kona wivu kwa sababu anaona watu wanatii watu walimwengu kuliko mimi. Unapata Mungu anaachilia kitu kinakuangamiza katika maisha yako. Leo siku ile pastor Mso alikuwa anafanya sijui private ama ni kulikuwa nini. Pastor akasema kwa sababu ya Mso na Mwes na hiyo private sijui ya rusi sitaenda. Hiyo tu alikata kauli. Mungu akaona amemheshimu sana. Na sasa usikie pastor akiongea temwambia kugojeka kwa sababu Mungu alimhurumia na Mungu alimponya. Kwa hivyo siku ya leo ama mchana wa leo kuna mambo unataka ukate kauli katika maisha yako. Ukate kwa useme mimi nikuwa hivyo nilivyo. Mungu katika ufalme wa mbinguni, Mungu anaangalia moyo. Hata kama wewe ni mama, hata kama ni baba, hata kama ni kijana, hata kama ni mtoto mdogo. Kwa sababu maandiko inasema kuna kazi unasoma katika Biblia. Inasoma kuhusu mtu anaitwa Eli. Eli wakati alikosa kufuatilia neno la Mungu akajiongoze. Kuna katika ufalme wa Mungu ama useme utakuja mahali hapa kwa unafanya kazi fulani, kazi ya Mungu haisimama. Iba Mungu ataleta mtu mahali pale, alewe pole na upate kama useme umeenda, upate hiyo mtu amesimama. Kwa sababu mtu alikuwa Eli, alituona Samuel katika chichake, chake cha unabii. Na Eli wakati aliyetoa mtoto alimlea. Na kujua wakati amemlea ndio atanitoa kwa kiti. Kuna kitu Mungu ameona, hakiko ndani ya Eli.
Na katika unabii Mungu ametoa ndani ya Eli, amepatia kijana mdogo wa Tomoni ya miaka 3 ametoka mahali pale. Yaani katika ufalme wa mbinguni unapata unasema mimi nimelemewa, sitaendelea na kazi ya Mungu, hata itakuwa nikuja fellowship, hata itakuwa nikuja kanisa. Kazi ya Mungu haisimama. Haitasimama. Kwa sababu ya hii Mungu anachagua mtu mwingine. Maandiko inasema Daudi, mtu anaitwa Sauli, akaanza kutii. Samueli akamulilia sana. Mungu akamuuliza unalia nini? Na huyu mfalme nimeodoa, nimepeleka kwa kijana kwa nyumba ya Jesse. Hata pengine huyu Jesse hakuwa na mtu anaitwa Samueli hakujua kwa Jesse kunaweza toka mtu anaitwa mfalme mfalme katika Israeli. Kwa hivyo kaida kazi nafanya mahali hapa, usione kama ukiondoka kama mimi niondoke atika kuongoza ibada atitasimama. Unafanya ni fanye mtibidi kabisa. Ndio Mungu apeleke hatua nyingine. Lakini ukisema nitasebea, leo nitaongoza ibada, nitakaa nyumbani, bado ibada itaendelea na mbele. Kwa hivyo ni kazi yako na yako kufanya bidii katika kazi ya Mungu. Kama vile unamkaka asubuhi mapema, unaenda katika biashara yako, unakuta hata kukipita kwa biashara unakosa wakati, hata marafiki kutembea unakosa wakati kuongea na yeye. Hata Mungu anataka namna hiyo. Hata wakati unakuja mahali hapa unakuja mahali hapa. Afadhali ukosana marafiki. Hata siku ya sana unapata marafiki anakuja asubuhi, ndio anakuja asubuhi anakuuzia kuja katika nyumba ya Mungu. Usikubali hiyo. Kwa sababu hiyo kuna kitu anakunyang'anya. Ni hiyo kitu anakunyang'anya ya maana kubwa sana. Kuna kipimo iko ndani yako angalia. Ni rafiki unapenda Mungu. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema sana mchana wa leo. Na Mungu wetu ni mwema sana. Na kila Mungu anakuangalia ndani yako. Hakuna mtu Mungu ametia ndani yako. Pengine hakuna mtu atakitoa, lakini ukisebea katika kazi ya Mungu, utapata imehamishwa, uache wokovu, uache brother, uache kuwa dada, mtu ameokoka. Lakini kila mtu Mungu amekuwa ametia ndani yako, ama kila mtu ametia ndani yangu kimeondoka. Na hakuna kitu kibaya kama kwenda safari bila Mungu. Kama kwenda safari ukuwa peke yako, utasindwa, utalemewa, utapigwa na wakora, utapata na wanyang'anyi watakupiga kwa sababu ndani yako uko empty. Lakini kuwa na Mungu ndani yako, kuwa na Yesu ndani yako, kuna kitu inakulinda, kuna kitu inakuzingira. Maandiko inasema katika kitabu cha Wafalme, katika kitabu cha Wafalme inasema 18:19 inasema kuhusu mtu anaitwa Elia alikuwa na Mungu wa ukweli. Na watu wa Bali walikuwa na Mungu si wa ukweli. Na Mungu wa ukweli lazima adhirishe kwa watu wake. Hata kama kuna watu wakaka wa aina gani, hata kama kuna watu wa aina gani, ukiita Mungu wakati unastahili na kuwa unamwamini, hata kusema hatafanya atusaulike kama aseme hapana. Mungu atashuka akuja adhirishe aseme huyu ni mtoto wangu. Na kwa sababu mtoto wangu huyu lazima ifanye jambo ili ashindwe ama aseme kama Mungu. Kwa hivyo mchana wa leo ama siku ya leo nasikia kumheshimu Mungu sana. Kwa sababu mahali amenitoa si hapa tu. Amenitoa Bali sana. Nikisema Bali, mtu ukisema umetoka Bali Mwasindwa ni Bali wapi na hakuna mahali umeenda. Mtu kiniangalia taona yeye yule amesema Bali na bado kwa mahali pale tu. Mimi nikisema Bali najua mahali Mungu amenitoa. Nikisema nimetoka Bali na mahali niko si mahali niko kama vile kwanza anatuambia ukiangalia mbele utasikia wewe uko mbele. Ukiangalia nyuma utasikia ni wa nyuma. Kwa hivyo mahali huko mahali niko kuna watu wanatamani kufika mahali pale. Na wale wako mahali pale wanatamani kuendelea mbele. Kwa hivyo nikisema nimetoka Mungu amenitoa Bali, mimi najua mahali amenitoa. Na mahali atanipeleka yeye ndiye najua. Kwa sababu mimi wakati nilikuwa kijana sikuwa najua naweza kufika mahali hapa. Hata sikujua naweza oa. Hata sikujua naweza kuwa mtu wa dhamana. Sikujua naweza kuwa ati nimesimama mbele watu niongee. Lakini Mungu naye anaweza kupitia katika jangwa ili adhirishe uko ndani yako. Ili afanye jambo ajoseme na kweli mtu hata kama tunaona kana hana kitu, ama hata kama ana imani, ako na kitu ndani yake. Ndio mchana ama siku ya leo. Maandiko inasema pale tukisoma na pale mwanzo tumesoma tukasikia tumepatiwa mamlaka ya kutawala. Wewe ujue ni mtawala. Hata biashara yako mbona inasembea. Wewe ni mtawala. Sema neno. Nini Mungu akisema neno kwa ndani ya Mungu ama kuda na Yesu unaipatia jambo. Ukasoma pale hiyo mada tumesoma Yesu akawaita mitume wake. Yesu akaita kanisa lake. Pastor John akaita kanisa lake. Yeye ndio akaita kanisa lake. Kama vile tuko mahali hapa.
tupatiwe mamlaka, tupatiwe nguvu na mamlaka, tupatiwe maelezo ya hii kanisa. Na vile mitume walito mahali pale, wakaelezea vile watafanya, na walifaulu kwa sababu walisikiza. Kile kinafanya tusiendelee ni kusikiza, na huko na unasikiza lakini mawazo yako haiko mahali pale. Unasema acha maliza mkutano twende, kwa sababu nasikia mambo tumesikia siku mingi. Lakini ukifuatilia yale maneno tunanena mahali hapa, yale maombi tunaombewa hapa. Kuna watu wamezoea maombi na kuja hata pastor niko na mahitaji. Kitu mtu mahitaji unakuja tu. Yaani una mzigo katika moyo wako. Lakini kuja hapa kuwa na mzigo katika moyo wako, useme sasa mimi kama vile mtu alikuwa anataka kuuza Yesu, akaenda alikuwa na toa damu miaka 12, kasema siku ya leo ni siku yangu ya mwisho ya kuponywa. Na wakati aligusa nguo ya Yesu, aligusa akuwa na imani. Hakugusa namna hiyo. Alienda mahali kwa na imani, akagusa ile vazi ya Yesu. Na wakati aligusa hivyo, Yesu kasikia huyo mtu amenigusa, kuna nguvu imetoka mahali. Ni huyo mtu alikuwa na kusudi, ati mimi nikimfikia Yesu, si hata amguza mwili, kuguza vazi la Yesu tu ataponya. Ndio siku ya leo, mchana wa leo, amini pamoja nami, uamini Yesu ako mahali hapa. Hata jambo atakaona kujafanywa mambo mengi sana, ona mahali Mungu amekutoa. Ona bila Mungu amekuondolea magonjwa. Ona bila Mungu amekuondolea bahati mbaya. Ona bila Mungu ametolea mpaka majali kwa barabara. Ona bila Mungu ameenda familia yenu, familia yako, vile uko na afya. Kuna wengine wanakula chakula za maana sana mpaka hana wa afya. Hata kule chakula sikukubali. Hiyo bado uone ni Mungu bila amekufanyia. Usione tu mambo mengi sana katika maisha yako utafanyiwa. Ulikuwa unataka kujenga nyumba, hujajenga. Ulikuwa unataka kuolewa, hujaolewa. Ulikuwa unataka gari nzuri, huna gari. Yaani mambo mengi umenenewa hujatimia. Uone bila Mungu amekutimizia. Kuna wengine sasa hivi wamepaka katika hospitali, wengine wameenda machuma, wengine ni watu tu wamesiko na ugonjwa tu, wamekosika na ugonjwa tu, na mtu anapata anasebea. Lakini wewe bila Mungu amekufanyia, bila Mungu amenifanyia afya katika familia yako, furaha katika familia kuna magonjwa. Uone bila Mungu amekufanyia na bila Mungu amekutendea. Kwa hivyo Mungu wetu mwema sana, Mungu wetu mzuri sana. Uende kumuogopa, kumheshimu katika madhabahu ya Ben Basida, uende kuheshimu pastor wetu, kwa sababu kama kuna jambo mzuri Yesu anasikia amehesimika, ni kumheshimu mchungaji, kumheshimu pastor, kumheshimu Pastor Ann, kwa sababu huyu ndio amewekwa mahali hapa. Huyu ni sauti ya Mungu mahali hapa. Huyu ni sauti ya Yesu. Na kama kuna kitu Mungu aliongea, kwa sababu aliko inasema Yesu akamwambia kile Petro, juu yako nitajenga kanisa. Kwa hivyo kanisa lote limejengwa juu ya Petro. Juu ya Petro kujengwa kanisa. Kama hii kanisa tuko na Ben Basida imejengwa juu ya Pastor John. Kwa hivyo kama Yesu anataka kusuka mahali hapa, hata suka kwangu, hata suka kwako, hata suka chini ya Pastor John. Na jambo lote atanena, hata nena yeye mmoja akijielewa. Ni ile itatoka kwa Mungu, kwa Yesu akuje abie kanisa. Kwa hivyo Mungu wetu ni sana asubuhi ya leo, mchana wa leo, na sika kuhesimika ni kwa mahali hapa, na furahia Mungu sana. Mimi zamani sikuwa muogege sana, nilikuwa mtu amenyamaza sana, nikienda mahali nyamaza, hata sasa siogege sana. Lakini kwa sababu nimeudwa na madhabahu, hii madhabahu imeniuda kiasi, niko na maneno ya kunena, niko na sauti ya kusema. Nimejengewa mahali hapa. Mimi sikuwa mwanenani sana, hata ushuhuda sikuwa natoa, lakini nikuwa mahali hapa. Nasikia hata nikianza kuongea, nasikia maneno inanitoka. Na sasa hata nikiongea nasikia naongeaga sana zaidi ya vile nilikuwa naongea bereni, kwa sababu nimeudwa mahali hapa. Mahali hapa kuna Mungu, mahali hapa kuna Yesu, na mahali hapa kuna uponyaji, na mahali hapa ni mahali Yesu anatembea. Mahali Yesu tukimuita anatembea na anafanya jambo lipya. Mungu wetu mwema sana kwa wakati huu, na Mungu ambariki sana, na Mungu amtendee mambo mema. Mbarikiwe sana. Haleluya, tumebarikiwa sana Deacon wetu. Mungu akubariki sana na hiyo neno. Bwana sifiwe. Hilo neno limenijenga sana. Bwana sifiwe. Ya kwamba sisi tumeumbwa, sisi we are the image of God. Wakati unaangalia jirani yako uko na guy. Bwana sifiwe. Ningeomba mom, kindly mom,
tu mimi napenda tuombe kwa sababu ya nini? Na Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kai Mungu kiratea. Bwana atukuzwe. Mimi nashangaaga sana juu ya mama Mso, kwa sababu nilikuwa nimeshika sadaka nitoke. Bwana Yesu asifiwe.